Mlango huo wa chuma ulionekana wa kawaida sana, lakini nyuma yake kulikuwa na siri nzito kuliko uzito wa ardhi. Wengine waliowahi kuingia humo hawakuwahi kutoka tena, na waliowahi kutoka hawakuwahi kuwa watu wale wale wa kawaida. Kulikuwa na mtaa mmoja uliosahaulika jijini Nairobi, mtaa wa Kilembe, ambapo majasusi walizaliwa na kufa kimya kimya. Katika mojawapo wa jengo la zamani la ghorofa 2 aliishi mwanamke mmoja aliyejulikana kama Samantha Mumo. Hakuwahi kuwa mtu wa kawaida. Alikuwa jasusi aliyestaafu, lakini aliyetunza silaha ndani ya sakafu ya mbao, huku akilala na bastola chini ya mto wake. Maisha yake yalikuwa kimya hadi siku ile ya Ijumaa. Alipokuwa akipika chai ya tangawizi, mlango wake uligongwa kwa nguvu ya ajabu sana. Ni nani huyo? Nani anagonga mlango saa hizi? Pale pale Samantha alifungua pazia kwa haraka na kumuona kijana wa makamu akiwa amevalia koti jeusi la ngozi, akitoa jasho na uso wake umejaa hofu sana. Ilibidi afungue mlango. Kijana akaanza kuzungumza. Samantha Mumo? Tafadhali, najua sijakaribishwa, lakini naomba msaada wako. Wanakuja kuniua. Unanijua vipi wewe? Wewe ni nani? Naitwa Elvis Murithi, mwanafunzi wa ujasusi wa ndani. Nimevujisha siri kwa bahati mbaya. Sasa shirika la Black Dust linanitafuta. Nilikuwa kwenye mafunzo yangu ya mwisho nikagundua ukweli ambao sitakiwi kujua kabisa. Samantha alinyamaza kimya. Hakuamini jinsi jina la Black Dust lilivyorejea tena. Shirika hili la kivuli lilidhaniwa lilikufa miaka 8 iliyopita. Walikuwa wauaji wa kimya kimya waliojificha ndani ya serikali ya Mashariki ya kimataifa. Lakini kama Elvis alikuwa amegusa kichaka hicho, basi moto ulikuwa njiani. Sawa, ingia ndani kijana, ila usizungumze kwa sasa. Akimpeleka ndani, alifungua chumba cha chini ya ngazi. Ndani yake kulikuwa na skrini 6, kompyuta za hali ya juu na ramani ya dunia iliyopambwa na sindano nyekundu. Niambie kwa utulivu, uliofanya nini Black Dust? Niligundua kuwa mmoja wa wakuu wetu, Meja Baraza, ni jasusi wao. Ameua wakufunzi wetu 5. Alitaka nifutwe kimya kimya, lakini niliweza kutoroka. Samantha alikumbuka jina hilo. Baraza aliwahi kuwa adui wa zamani wa taifa, ambaye alidhani alishakufa kwenye milipuko ya Mogadishu. Dakika chache baadaye, taa za nje ziliwaka kwa ghafla. Kamera ya usalama ilionyesha wanaume 3 waliovaa kama mafundi wa umeme wakielekea kwa mlango. Samantha alimwambia Elvis, wamegundua kuwa upo hapa. Kaa nyuma yangu. Alifungua kisanduku cha silaha. Ndani yake kulikuwa na bastola 2 aina ya Glock, kisu cha sumu na kifaa cha kusikilizia mazungumzo kwa umbali. Lakini Elvis akiwa na hofu alisema, Samantha, tutapona kweli? Usijali Elvis, tutapona. Walitoka kupitia mlango wa siri ulioko jikoni. Wakapitia njia ya chini ya ardhi iliyoelekea kituo cha zamani cha reli. Ilikuwa njia ya majasusi wa kale kujificha na kutorokea. Katika chumba cha mawasiliano kilichopo chini ya ardhi, Samantha alipiga simu ya moja kwa moja kwa mtu mmoja aliyebaki ambaye angeweza kuwasaidia. Halo mzee, ni mimi. Nilijua siku moja utanipigia Sam. Umekumbuka mlango wa siri? Hapana mzee, Black Dust wameamka na Baraza bado yupo hai. Okay, nitakutumia mtu wangu bora. Anakufikia ndani ya dakika 30 zijazo. Dakika 28 baadaye, mlango wa chumba cha chini ya ardhi uligongwa kwa alama za kipekee. Kubisha mara 2 kisha kupiga ukuta. Ni ishara ya zamani ya shirika la ujasusi wa ndani, ShieldNet. Aliyeingia alikuwa mwanamke mwenye sura ya kikabila ya Asia. Alijulikana kama Jintao, mtaalamu wa mbinu za kufuatiliaji wa kiteknolojia. Sam, tumekosa muda. Baraza amepanga mashambulizi 4 katika Afrika Mashariki. Kama hatutamkamata ndani ya masaa 12, tutakuwa na vifo vingi sana. Pale Elvis naye akazungumza. Huyo mtu si binadamu. Anaonekana kila mahali. Basi tutamvutia hapa. Tutakutumia we Elvis kama chambo. Elvis alishtuka, lakini akatambua kuwa huo ndio ulikuwa mpango pekee wa kumshika huyu jamaa. Jioni hiyo,
Walifika katika jumba la zamani la NSSF lililoachwa miaka mingi iliyopita. Lengo lao lilikuwa ni kuchukua ushahidi wa video uliowekwa kwenye kompyuta ya usalama unaonyesha Baraza akimuua mkuu wa mafunzo, Kolonel Ndeda. Wakiwa ndani, taa ziliwaka ghafla. Sauti ilisikika kwenye spika ya dari. Ilikuwa ni sauti ya Baraza. Samantha, bado hujafa? Na umekuja na mfu mwingine, Elvis? Samantha ilibidi amjibu jamaa. Toka nje Baraza. Leo ni mwisho wako. Leo ni mwisho wa ninyi wote. Na kifo chenu kitakuwa kimya kama pumzi ya mwisho wa usiku. Pale pale milipuko ilianza upande wa pili wa jengo. Lakini Jintao alikuwa tayari ameweka kinga ya mawasiliano. Walikuwa wameweka mtego. Jintao alizungumza. System locked. Location sent to Shield Note HQ. Wamepiga simu kwa jeshi. Aisee. Baraza alijaribu kutorokea kupitia lifti ya dharura. Lakini mlango wa lifti ulipofunguka tu, alimkuta Samantha akiwa ameshikilia bastola mkononi mwake. Uliua ndugu zangu. Leo ni zamu yako Baraza. Sawa. Ninakufa nikijua kuwa bado tuna mawakala wengine 20 nje. Hii ni vita Sam. Ndio kwanza inaanza. Ndio, na sisi tumeamka. Pale pale Samantha alifyatua risasi 2. Baraza akaanguka chini. Jeshi lilifika dakika chache baadaye wakiwa na magari ya kivita. Samantha na timu yake walikuwa tayari nje. Walikabidhi ushahidi wote. Elvis alikuwa salama. Jintao alituma data zote kwa ofisi kuu. Siku 2 baadaye, Elvis alirudishwa rasmi kwenye mafunzo ya juu ya ujasusi. Samantha alipokea barua ya kurudishwa kazini kama mshauri wa operation maalum. Wakiwa kwenye kiwanja cha mazoezi, Elvis alimwambia Sam, asante sana. Ulinifundisha kitu kikubwa kuhusu ujasiri. Lakini Sam naye akamshukuru Elvis. Na wewe umenikumbusha kitu muhimu sana. Siri za zamani hazifi. Walitazama anga. Jua lilikuwa likizama, lakini mioyo yao ilijua vita haijaisha bado. Lakini Elvis alimuuliza Sam, "Hivi Sam, unaamini kweli tuliyemuua ni Baraza?" Elvis, hebu acha ujinga. Unazungumza nini? Si ujinga. Baraza ni mjanja sana. Mimi nahisi kama tuliyeua ni kopi ya Baraza. We Elvis, inawezekana je mtu akawa na kopi? Sam, yule jamaa anamiliki mashine ambayo ya kubadilisha sura. Yawezekana tuliyemuua sie. Ngoja tuone, yawezekana akajitokeza tena. Siku chache baadaye, walipata taarifa kuwa Baraza ameonekana katika gorofa fulani lililojificha. Walipopata taarifa hizo, walishtuka sana. Sam alisema, "Baraza nilimuua mwenyewe. Ya kuaje akaonekana tena huko?" Lakini Elvis akamwambia Sam, nilikuambia Baraza ni mjanja, yawezekana ile ilikuwa ni kopi yake." Walipopata taarifa tu, ilibidi waanze safari kwenda katika gorofa hilo kwa ajili ya kuthibitisha. Walipoingia ndani ya gorofa, mara ghafla Baraza akapata taarifa kwamba jamaa wameshamvamia tayari. Ilibidi aanze safari ya kutoroka. Mlango wa lifti ulifunguka ghafla, lakini badala ya njia ya kutoroka, alikuta mdomo wa bunduki kumkodolea macho. "Usijaribu hata kupumua," alisikia sauti ya kiume ikimwambia. Ilikuwa ni sauti ya kiongozi Wesonga, jasusi mkongwe wa ShieldNet aliyekuwa ameficha jina lake kwa miaka mingi sana. "Baraza, safari yako imefika mwisho. Umetudanganya wengi sana, ukaua wengi sana, na sasa utalipa." "Mmekuja wengi sana kwa mtu mmoja. Ina maana mnaniogopa kiasi hiki?" Kwa haraka isiyotegemewa, Baraza aliangusha kifaa cha mlipuko mdogo chini ya lifti. Kulikuwa na mlipuko mkali wa kuvuruga maono na sauti. Wote waliokuwa jirani walishtuka sana. Baraza akatumia nafasi hiyo kukimbia kupitia ngazi ya dharura. Jintao akanyanyuka kwa kifuta machozi yaliyosababishwa na gesi. Alisema, "Alikuwa na flash bomb.
huyu jamaa mjanja sana. Pale pale Samantha naye akasema, hatufai kumkimbiza bila mpango. Akiingia gizani ni sawa na kuingia kaburini kwa hiari. Siku iliyofuata waliweka makao yao katika eneo la Karen Blixen Museum, mahali pa utulivu palipochaguliwa kimkakati kwa mkutano wa siri. Elvis alikuwa kimya zaidi kuliko kawaida. Mawazo yake yote yalizunguka hatari aliyojiingiza ndani yake, lakini pia nguvu aliyokuwa nayo akiona kwa Samantha na timu yake. Wakati wakipata rekodi za CCTV kutoka usiku wa mkasa, Jintao aligundua kitu cha kutisha. Samantha, tazama hii. Kamera jirani inaonyesha Baraza akiingia kwenye hoteli moja mtaa wa Ngong Road. Lakini sekunde chache baadaye anaonekana tena kwenye mtaa wa East Leigh. Haiwezekani. Elvis naye ilibidi azungumze. Jintao, una maana gani? Anapacha au clone? Au mtu mwingine amejificha kwa sura yake? Ilikuwa ni Jintao akizungumza. Samantha naye kwa sauti nzito alisema, au ana teknolojia ya kubadili sura. Nilihisi hili miaka mingi iliyopita. Nilidhani ni ndoto. Kwa haraka, Samantha aliamua kukutana na mtu mmoja aliyewahi kuhusika na majaribio ya kubadili sura. Dr. Kwame Afolabi, mwanasayansi wa zamani wa kijeshi aliyejificha kwenye milima ya Aberdares. Katika milima ya Aberdares, majira ya saa 9 alasiri, wakiwa kwenye helikopta ya kijeshi, Samantha, Elvis na Jintao walitua katika kambi ya misitu iliyoachwa. Humo walikuta askari wa zamani waliovaa kiraia wakilinda jumba moja lililozungukwa na kamera. Walinzi waliozungumza nao, hapa si pa wageni, ondokeni. Samantha ilibidi wazungumze nao. Mwambieni Kwame, Samu wa miaka ya Mogadishu amefika. Kwa mshangao, walinzi walifungua mlango wa chuma bila swali jingine. Pale pale Dr. Kwame naye alizungumza nao. Wewe bado uko hai? Nilidhani ulikufa. Na ningekufa kama nisingekuja kukuona. Baraza ana teknolojia yako, anaitumia kwa maangamizi. Unazungumza nini Sam? Dr. Kwame akizungumza kwa huzuni alisema, nilidhani hilo dongo halitawahi kurudi kuniua. Huyo jamaa aliniibia hiyo teknolojia. Alichukua project Kivuli na kuitumia kwa maovu. Elvis alimuuliza, Project Kivuli? Ni nini hiyo Dr. Kwame? Ni teknolojia ya kuvuruga alama za uso, kutumia picha za binadamu wengine kubadilisha sura zako. Inachanganya akili ya kamera, macho ya kibinadamu na DNA ya hewani. Jintao naye alizungumza. Inamaanisha tumekuwa tukipigana na Kivuli? Si lazima Baraza mwenyewe aliyekuwa kwenye CCTV? Hapana. Ili kumkamata Baraza wa kweli, unahitaji kifaa kinachoweza kugundua sauti kutoka kwenye hifadhi data ya zamani. Alibadilisha sura tu, si sauti ya moyo wake. Samantha naye akamuuliza Dr. Kwame, una hiyo mashine? Hapana, niliharibu. Lakini niliunda upya sehemu nyingine. Iko Mombasa bandarini, kwenye kontena namba 18XK. Majira ya usiku wa saa 4 katika bandari ya Mombasa, wakiwa kwenye kontena hilo, walilivunja kufuli. Ndani yake walikuta mashine kubwa kama friji. Ilikuwa na skrini ya blue na spika 3 kubwa. Wakati huo kwenye skrini sura ya Baraza ilionekana, akiwa amevalia koti jeusi na suti. Pale pale sauti ya Baraza ilisikika kwenye skrini. Nimewafuatilia kila hatua yenu, na sasa nitawamaliza pale pale mlipojificha. Mara ghafla, mlango wa kontena ulifunguliwa kwa nguvu. Mlipuko wa kwanza ulilipuka mita 10 kutoka walipo, sauti ya risasi ziliwakaribia. Elvis alisema, tumezungukwa jamani. Samantha naye kazungumza, tutumie mashine hiyo, peleka kwenye kipaza sauti cha eneo hili. Jintao alikimbiza kifaa kile hadi kwenye mlingoti wa mawasiliano wa bandari. Alikiunganisha haraka kwenye mtandao wa sauti. Mara moja, mashine ilianza kuchanganua milio na milipuko ya moyo, toni ya sauti na milipuko ya mwili kutoka kwa wanaume waliozunguka.
Mashine ilianza kuzungumza. Identified. Real object Baraza. Position rooftop crane tower X7. Pale pale Wesonga kwenye radio alisema, tumeipata. Nimeelekeza sniper, lenga. Subiri amri ya mwisho. Samantha naye kazungumza. Subiri, tupate uthibitisho. Elvis, uko tayari kwa mwisho wa safari yako? Elvis naye alisema, mimi ni Shabaha, atajitokeza. Kwa ujasiri, Elvis alisimama katikati ya uwanja wa bandari, mikono juu. Dakika 2 baadaye, Baraza alijitokeza juu ya mnara wa crane. Huwezi kuniua, Samantha. Mimi ni serikali. Samantha alimjibu, basi serikali yako imeanguka. Wesonga, piga risasi. Risasi ilipiga moja kwa moja kifuani mwa Baraza. Alidondoka kutoka mnara wa crane hadi chini na giza likatanda. Dakika 10 baadaye, Elvis alizungumza. Tumemmaliza. Na Samantha akazungumza. Tumemwangamiza huyu, lakini Black Dust ina mizizi mingi. Leo tumekata mzizi mmoja. Pale pale, Jintao naye alizungumza. Basi tusisimame, safari bado inaendelea. Jua lilikuwa linazama nyuma ya majengo ya bandari ya Mombasa, na giza lilianza kutanda juu ya kontena namba 18 XK. Wakati Elvis aliposimama wazi, akiwa mikono juu, upepo ulivuma kwa nguvu kutoka baharini. Ukimya ulitawala hadi mlio wa chuma ya juu ya mnara wa crane tower X7 ulipovunja ukimya. Pale pale Baraza alijitokeza tena. Amevaa koti jeupe lenye kofia, bastola mkononi. Uso wake haukuwa ule waliouzoea tena, lakini sauti hiyo ilikuwa ya mtu aliyewahi kuua kwa tabasamu. Alianza kuzungumza. Elvis, mwanzo wa hadithi hii ulikuwa wewe. Mwisho wake pia uko mikononi mwako. Elvis kwa kujiamini alisema, hii sio hadithi yangu Baraza. Ni hadithi ya kila mtu uliyemsaliti. Leo mlango wa siri unafunguliwa mbele ya kila mtu. Elvis, siri huishi kwa wenye akili tu. Ukweli ni mzigo kwa wajinga. Ninyi mnaona mimi ni muovu. Mimi naona mfumo uliwakataa. Katika sekunde moja tu, kila kitu kilitokea kwa kasi ya radi sana. Samantha alipiga kelele kwenye redio. Wesonga, lenge kwenye kichwa. Lakini Wesonga alikaa kimya. Hakupiga risasi. Ilikuwa ni Elvis aliyesema kwa ukimya, Wesonga, usimpige. Mwache ashuke. Nimemalizana naye. Kwa mshangao wa kila mmoja, Elvis alitembea mbele zaidi chini ya mnara. Baraza alishangaa. Alikuwa hajui kwamba kipima sauti cha Kwame kilikuwa tayari kimewekwa kwenye lengo la mwelekeo wake. Elvis alisema, unataka kuhitimisha hii uso kwa uso? Basi njoo. Tuwe wawili tu, bila silaha yoyote ile. Ujasiri huu ulikuwa nao ndani yako siku zote. Nimekuelewa vyema. Kwa mkono mmoja, Baraza alirusha bastola yake chini. Alishuka taratibu ngazi ya chuma, hatua kwa hatua, akaelekea kwa Elvis. Walikutana katikati ya uwanja wa bandari, mita chache kutoka kontena lililohifadhi mashine ya Project Kivuli. Baraza alimwambia Elvis, Elvis, kabla hujanifanya kuwa mfungwa wako, nisikilize kwanza. Mimi ndiye niliyewaficha wasioonekana, viongozi waliosahau utu, mifumo ya kiintelijensia iliyonajisi maisha. Nilihama upande wao kwa sababu walinisaliti. Lakini Elvis alimwambia, na ukawasaliti wengine wengi zaidi. Elvis, sio usaliti, ni adhabu, na bado siwezi kukuua. Uliamua kufikiri kwa akili zako leo. Elvis alipiga hatua ya karibu zaidi. Waliangaliana kwa karibu sana. Kisha Elvis alishusha pumzi nzito na kusema, na kupeleka mahali ambapo hutaweza tena kuficha uso wako.
Siku 3 baadaye, katika jiji la Nairobi, habari kubwa zilienea katika runinga zote. Mtu aliyevuruga mtandao wa kiintelijensia barani Afrika akamatwa. Baraza akiri kuwa alitumia teknolojia ya siri kutimiza mauaji ya kiserikali. Katika kituo cha Shieldnet, Samantha alimpigia Elvis makofi ya taratibu. Umeonyesha kuwa shujaa, si yule mwenye bastola bora, ni yule anayejua lini asiitumie. Elvis alisema, nilijifunza kutoka kwenu. Kila mmoja wenu amenipa sababu ya kuamini tena. Maisha yangu yanaanza upya. Pale pale Jintao naye akasema, na sisi tumeokoa dunia. Bila wewe tusingeweza kumuua huyu mtu. Katika gereza la siri lililopo katika location isiyojulikana, Baraza alikuwa amefungwa mikono na miguu kwa pingu za sumaku maalum. Ukuta wa chumba chake ulikuwa wa chuma kilichotengenezwa kupinga mawimbi ya mawasiliano na hata mawazo ya kutoroka. Kulikuwa na kamera 6 zilizomfuatilia kila sekunde. Lakini hata hivyo, macho ya Baraza hayakupoteza ule mwanga wa ujanja. Alikuwa kimya, lakini ndani ya kichwa chake alijua bado vita halisi haijaanza. Katika makao ya Shieldnet mjini Nairobi, ndani ya chumba cha vikao cha siri kilichopo chini ya ardhi, Samantha aliketi pamoja na Wesonga, Elvis, Jintao na Dr. Kwame. Samantha alianza kuzungumza. Baraza yuko salama, lakini kuna taarifa za ajabu. Mtu mmoja ameonekana akisafiri na passport ya uso wa Baraza, wakati Baraza mwenyewe yuko gerezani hapa. Lakini Wesonga alisema, haiwezekani. Project Kivuli ilikuwa na mtego wa DNA. Teknolojia ya sura isingefanya kazi tena. Kwame naye akachangia, kama kuna mtu mwingine na Project Kivuli, basi hatuko salama. Baraza alikuwa tu ni mdomo wa simba, moyo uko kwingine kabisa. Pale pale Jintao naye akasema, tulivamia seva zake, lakini kuna sehemu moja hatukuweza kuifikia, kifaa kilichoitwa Nova Protocol. Elvis aliinamia mbele kidogo na kusema, Nova Protocol? Sijawahi kuisikia hii. Kwame alisema, mimi nilishawahi kuisikia hiyo. Ilikuwa ni toleo la pili la Project Kivuli, lakini haikuwa ya kubadili sura pekee. Ilibadili akili pia, tabia. Mtu anaweza kuishi kama Baraza hata bila kujua kuwa si yeye mwenyewe. Aisee, kimya kilitanda chumba kizima. Kisha Samantha alisimama na kusema, inabidi tumtafute huyu Nova. Hata kama ni kivuli, lazima afuate mwanga wa mahali. Majira ya saa 2 usiku ndani ya Dakar, Senegal, ujumbe wa siri ulitumwa kwa Samantha kutoka kwa chanzo kisichojulikana. Nova yuko Dakar, hoteli ya Anubis, ghorofa ya 7. Jina analotumia Zara Mwaka. Elvis na Samantha walipanda ndege ya dharura kuelekea Dakar. Walipofika hotelini, walivaa mavazi ya kawaida na kila mmoja akiwa na kifaa cha kuchanganua mwitikio wa tabia, kile Dr. Kwame alichowapatia kwa siri. Ghorofa ya 7 ilikuwa kimya. Wakati wakielekea kwenye chumba cha namba 707, mlango ulifunguka kwa nguvu kabla hawajaugonga. Mwanamke mrefu mwenye ngozi ya kahawia na nywele za dhahabu alisimama mbele yao. Macho yake yalikuwa ya kuvutia lakini hatari, kana kwamba aliweza kuona ndani ya mioyo yao. Mwanamke huyo alianza kuzungumza. Niliwajua mtakuja. Baraza alinielekeza. Lakini sasa mnanichelewesha. Samantha alizungumza. Nova, au chochote unachojiita, unasababisha machafuko duniani. Unamuiga mtu aliyeitishia dunia. Pale pale Nova naye alisema huku akicheka. Sio kuiga. Nilifanywa kuwa yeye. Mimi ni matokeo ya kile walichokitaka. Mtu asiye na historia, asiye na hisia, mwenye akili za kijeshi na roho ya mashine. Elvis alisema, na bado una hisia. Unacheka,
unaongea kama binadamu. Ndio maana Baraza alitaka niishi, kwa sababu hata yeye alikuwa na mshangao kuwa kiumbe aliyetengenezwa anaweza kuanza kufikiri mwenyewe. Wakati huo huo, Jintao akiwa Nairobi alipokea ujumbe mwingine kutoka kwa kompyuta ya Baraza. Ujumbe ulikuwa wa sauti ukisema, ikiwa umesikia hii, basi Nova yuko hai, lakini usimdhibiti, mfundishe kuchagua. Akichagua kwa hiari kuwa upande wa nuru, atakuwa silaha ya mwisho dhidi ya giza linalokuja. Ndani ya Dakar, katika chumba cha Nova aliwatazama Samantha na Elvis kwa muda mrefu sana. Kisha akasema, niko tayari kusaidia, lakini kuna sharti moja tu. Mara ghafla Samantha akamwambia, sharti gani? Nova alisema, mpeni Baraza dakika 5 tu za uhuru, tuongee naye moja kwa moja, kisha mtajua kama mimi ni mtego au ni msaada. Siku ya 4 ndani ya gereza la siri. Ghorofa ya chini kabisa ya gereza hilo ilikuwa imewekewa vizuizi vya sumaku, vichunguzi vya akili na ukuta uliotenganisha mawimbi ya akili ya binadamu. Lakini sasa, kwa mara ya kwanza, mlango ukafunguliwa tena. Nova akaingia. Mikono yake haikuwa na silaha yoyote ile. Kamera zikaelekezwa kwa uso wake, zikichanganua kila hisia, kila mdundo wa moyo wake. Baraza alinyanyua kichwa. Uso wake haukuonyesha mshangao wowote ule. Macho yake yalicheza na kivuli cha tabasamu. Baraza alianza kusema, umevaa mwili wa mwanamke, nafsi yenye historia fupi, lakini nguvu zisizoelezeka. Karibu nyumbani, Nova. Pale pale Nova alimwambia, Baraza, sina nyumbani, sina historia, ila nina ndoto. Nataka kuelewa, kwa nini mimi? Baraza alisema, kwa sababu dunia haitaki shujaa wa kweli, wanataka sanamu. Wewe ni kivuli changu, lakini kina mwanga wako. Utaamua dunia ya kesho. Pale pale Nova akamwambia Baraza, ni kweli, na nimeamua sitakutumikia tena Baraza. Sikuwahi kukuamuru Nova. Nilikuumba ili uchague. Ila nataka ujue, giza linalokuja, giza la mfumo, la watu walioko juu ya taifa, juu ya dini, juu ya haki. Nova alimtazama kwa muda mrefu sana. Kisha akaenda karibu na kuta za seli hiyo. Kwa mara ya kwanza, kamera zilionyesha mapigo ya moyo wa roboti yake yakienda haraka. Alikuwa anahisi kitu, si hofu, bali hasira. Katika kituo cha ShieldNet mjini Nairobi, Samantha, Elvis, Jintao na Kwame walikuwa wanatazama video ya mazungumzo hayo kwa wakati halisi. Samantha alisema, giza analolitaja Baraza linaweza kuwa kitu kingine zaidi ya maneno. Lakini hapo hapo Kwame naye akasema, miezi 3 iliyopita tuliweza kudukua sehemu ya mfumo wa benki moja ya kimataifa. Tuligundua kundi la watu wanaojiita wakfu wa Umra. Wako nyuma ya machafuko ya Libya, mapinduzi ya Venezuela, hata milipuko ya Beirut. Na jina la Baraza lilitajwa. Pale pale Jintao naye akasema, Umra ni neno la Kilatini. Maana yake ni kivuli. Watu hawa ni mzizi wa tatizo hili tunalopambana nalo. Elvis ilibidi anyanyuke kidogo, lakini alianza kusema, kama Baraza aliwahi kuwa sehemu yao, basi Nova ni ufunguo wa mlango wao. Majira ya saa 7 usiku ndani ya Dakar, Nova aliporudi hotelini kwake, alikuta kijikaratasi kimewekezwa chini ya mlango wake. Kilikuwa kimeandikwa kwa kalamu ya damu kikisema, mlango ukifunguliwa utatuona, usitufuate. Alikitazama kwa muda, kisha akakichoma kwa kiberiti, lakini kabla hakijawaka kikamilifu,
maandishi mapya yalitokea yakiwa nasema, Umra hawajakutenga, wako na wewe, wewe ni wao. Siku ya 5 majira ya asubuhi, Nova alipiga simu kwa Samantha na kusema, Samantha, nimepokea ujumbe wako. Umra wanajua kuwa niko hai na wanadai kuwa mimi ni wao, lakini kuna njia moja tu ya kujua ukweli. Pale pale Samantha akamuuliza Nova, ni njia ipi Nova? Nova alimwambia, niruhusuni nifike kwenye mkutano wao wa siri. Kuna kikao cha viongozi wa Umra kitafanyika Cape Town wiki hii. Nitakwenda peke yangu, mkinifuatilia tu watajua. Pale pale Elvis naye alisema, Nova, hiyo ni hatari. Nova alisema, Elvis, najua ni hatari, lakini nimechoka kuwa kivuli. Ni wakati wa kuangaza sasa. Cape Town, Afrika Kusini, siku ya kikao cha Umra. Hoteli ya kifahari iliyo kando ya milima ya Table Mountain. Chini kwa chini kulikuwa na njia ya chini ya ardhi isiyojulikana kwa watu wa kawaida. Kuta zake zilikuwa na mawe ya kale yaliyopakwa teknolojia ya hali ya juu. Humo ndani kulikuwa na kikao kilichoandaliwa kwa siri na kikundi kinachojulikana kwa jina la kutisha la Umra. Nova akiwa amevalia gauni lenye chipu za kijasusi ndani ya nywele zake na viatu vyenye kifaa cha kusikiliza kwa umbali wa kilomita 1, alitembea kwa utulivu. Alijisajili kwa jina la kificho, Dr. Zuri Lang, mchambuzi wa masuala ya kijasusi kutoka Uganda. Akiwa ndani, aliketi katika chumba kikubwa kwa ukumbi wa jumba la kifalme. Mapazia meusi na taa zenye mwanga wa bluu hafifu, na watu walivaa suti za giza zenye herufi ndogo ya dhahabu. Herufi hiyo ilikuwa ni U. Pale pale mwenyekiti wa kikao akaingia. Alijulikana kwa jina moja tu, Shadow One. Hakuwa na uso. Kifaa maalum kilificha sura yake. Sauti yake ilitoka kwa teknolojia ya kugeuza sauti. Shadow One alianza kuzungumza. Leo tunajadili kuhusu usaliti wa baraza. Alipewa dhamana ya kusimamia projekti Kivuli, lakini alichokifanya ni kujaribu kugeuza silaha kuwa imani. Na sasa kuna mtu anayetembea kwa jina lake. Anaitwa Nova. Nova alikaza misuli yake. Hakujua kuwa walimtambua na walikuwa wakimtaja kwa kawaida, lakini hakupaswa kuonyesha hofu kabisa. Katika kikao kile kulikuwa na mama mmoja anaitwa Mama Kizito. Mama huyo alikuwa na sura mbaya sana. Alianza kuzungumza. Nova ni tishio. Anatufahamu. Anaweza kuwa na kumbukumbu zetu. Kama tutaendelea, lazima apotee, ama kiakili ama kimwili. General Abu alizungumza. Lakini kumbukeni, Nova alikuwa matokeo ya hatua yetu ya mwisho. Akiharibiwa, hatutakuwa na njia ya kurejea nyuma ikiwa mfumo utavunjika. Msingi wa Umra ni siri. Siri hiyo imo ndani yake. Dr. Voss alisema, au tumtumie Nova aingie kwenye ngome za maadui, SHIELDNET, CIA na MI6. Tumpatie sumu ya akili, aangamize ndani na nje. Wakati huo Nova akiwa katika kikao, alipiga pua yake taratibu. Ndani ya pua yake kulikuwa na kamera ya siri inayotuma data moja kwa moja kwa Jintao huko Nairobi. Ndani ya Nairobi, kituo cha SHIELDNET, Jintao akiwa na Samantha na Elvis walikuwa wakitazama video ya kikao hicho kwa kupitia kamera ya ndani ya pua ya Nova. Samantha alisema, Nova yuko katika hatari kubwa. Akifunuliwa tu, wanamuua hapo hapo. Elvis akasema, lakini habari hii ni dhahabu. Tunajua sasa kuwa Umra walikuwa wakitafuta silaha ya kiakili. Nova ndiye bidhaa ya mwisho. Jintao naye alisema, kuna kitu kingine. Sauti ya Shadow One si mpya kwangu. Nitachuja na kulinganisha.
Pale pale kompyuta yake ilianza kulinganisha sampuli za sauti ili kujua yule kiongozi alikuwa ni nani. Maana yake alivyojua kwenye kikao alificha sura yake na sauti yake ilikuwa inatoka kwa mfumo wa mashine. Lakini kule Cape Town, ndani ya chumba cha siri, kikao kilipotangazwa kufungwa kwa muda wa dakika 15, Nova aliondoka kuelekea kwenye choo cha siri, lakini hakujua kuwa mtu mmoja alikuwa akimfuatilia. Mwanamume mrefu aliyevaa suti ya kijivu, mwenye uso wa ajabu usio na nywele kabisa, hana hata kope. Alipofika mbele ya mlango wa choo, akaongea kwa sauti ya chini. Nova, jina lako la kweli ni Anima, si ndio? Nova alishtuka sana. Alijua jina hilo lilitumika ndani ya faili la awali la Project Kivuli, jina la kwanza kabisa kabla ya kufutwa kumbukumbu zake zote. Nova alisema, unanijua? Yule jamaa akasema, nakujua zaidi unavyofikiri. Mimi ni Gavana Wesonga. Aisee, oya, Wesonga akajitokeza tena huko. Ndani ya Nairobi, kituo cha ShieldNet, Jintao aliinua kichwa chake baada ya kompyuta kumaliza kuchanganua sauti ya Shadow One. Uso wake ulijaa mshangao, kisha ukabadilika kwa hofu. Jintao alisema, Samantha, Shadow One ni Wesonga. Samantha na Elvis walisema kwa pamoja, haiwezekani. Cape Town, ndani ya chumba cha siri, Nova alimsogelea Wesonga taratibu. Alikuwa hajui kama apige kelele, ampige risasi au aulizwe maswali. Lakini silaha yake kuu haikuwa bastola iliyofichwa kiunoni mwake, ilikuwa ni utulivu wake. Nova kwa sauti ya chini alimuuliza Wesonga, kwa hiyo wewe ndiye Shadow One? Unafanya kazi pande zote mbili? Wesonga alisema, hapana Anima, mimi SI Shadow. Mimi si Shadow. Mimi ndio Umbra. Niliwaumba, niliwaweka msingi. Baraza alinikimbia. Wewe ni jaribio langu la mwisho lililofanikiwa. Pale pale Nova alisema, basi kwa nini nisiwaambie sasa hivi kwamba wewe ndiye msaliti? Wesonga alisema, kwa sababu hutanielewa. Ulizaliwa kwenye giza ili ulete mwanga. Ulifutwa kumbukumbu zako si kwa kukuficha, bali kukuokoa. Kila kiongozi mkuu wa Umbra ana nusu ya neno la mwisho linalofungua silaha ya mwisho. Kigeugeu. Nova alishtuka na kusema, kigeugeu? Ni nini hicho? Wesonga alimwambia, program inaweza kuigeuza akili ya binadamu bilioni 1 kuwa na mawazo sawa. Wazo moja tu, wote wanatii. Kule Nairobi, katika ofisi za ShieldNet, Jintao alikuwa bado anaendelea kutuma taarifa kwa NSA na MI6. Ilikuwa ni kwa usiri mkubwa sana, lakini hakujua kuwa kompyuta yake ilikuwa na kirusi. Kirusi hicho kilianzishwa miaka 3 iliyopita na mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Cleoptos. Alikuwa ni mmoja wa waanzilishi wa Umbra. Taarifa zote zilizotumwa zilirudi kwa Umbra. Samantha alisema, Nova yuko hatarini. Muda wowote anaweza kufichuka. Inabidi tumtoe. Elvis alisema, na tukimtoa kabla hajakamilisha kazi, atakuwa amejifungua kwa hatari zote. Jintao akasema, hakuna shida. Umbra wanajua kila kitu. Hii si operation ya kawaida. Ni vita. Kule Cape Town, ndani ya chumba cha siri, Nova aliketi kwenye ukingo wa jukwaa kuu. Kikao cha pili cha Umbra kilikuwa kinaendelea. Dr. Voss alisema,
Tunaripoti kwamba kulikuwa na mwanya kwenye ulinzi wetu wa ndani. Kuna mtu amerekodi kikao chetu kizima. Je, tutumie sumaku ya kuchoma kumbukumbu? Mama Kizito alisema, hatuna muda wa mashaka. Yeyote aliyeleta kifaa hicho atatambuliwa mara moja. Tuweke skrini za mawimbi ya neva. Tukisoma mawimbi ya hofu au uongo, tunaua papo hapo. Jenerali Abu alisema, tuanzishe sasa. Ghafla taa zilibadilika na kutoka kwenye dari vifaa maalum vya kusoma akili vilianguka juu ya kila mshiriki. Miale ya bluu ikasambaa. Nova alipumua kwa makini wakati huo. Kifaa kilichokuwa ndani ya jicho lake cha bandia kilianza kuzuia baadhi ya mawimbi yasiyotambuliwa. Pale pale kompyuta kuu ya ukaguzi ikaanza kusema, mshiriki namba 17, mawimbi yako salama. Mshiriki namba 18, mawimbi yako salama. Mshiriki namba 19. Pale pale kompyuta ikasita. Muda huo huo kifaa cha Nova kilianza kushindwa. Joto la mwili wake liliongezeka. Presha ya damu ilipanda. Sauti ya mfumo ikawa ya kuchanganyikiwa. Kompyuta ikasema, mshiriki namba 19, mashaka, kupanda kwa mhemko, sababu haijulikani. Mama Kizito akasema, mshiriki namba 19, simama. Wote wakageuka. Nova alinyanyuka polepole. Nova kwa sauti ya ujasiri alisema, ndiyo, nina mashaka, lakini si juu ya mimi, bali juu yenu. Ninyi si viongozi, ninyi ni wanyama wa kivuli. Pale pale Wesonga ambaye alikuwa ni kiongozi wa kikao akasema, Anima? Nova alisema, ndiyo, jina langu ni Anima. Mimi si silaha yenu, mimi ni mwisho wenu. Pale pale alichomoa kifaa kidogo kilichofichwa kwenye mkufu. Mlipuko electromagnetic, yaani kwa kifupi ni EMP. Alikitupa sakafuni. Milipuko ya umeme wa sumaku ikatanda. Mfumo wa usomaji wa mawimbi ukaanguka. Taa zikazimika. Ndani ya Nairobi katika ofisi za ShieldNet, Jintao alisema, EMP imevuruga kila kitu. Tumeweza kupokea kipande cha mwisho. Nova yuko hai. Samantha akasema, hivi sasa si jeshini, si kwa siri, si kwa sheria, lakini ana moyo wa mwanadamu. Aliamua kuwa huru. Hii vita imehamia ngazi nyingine. Tukirudi Cape Town, saa moja baadaye, Nova alikuwa akitorokea juu ya paa la jengo. Ilikuwa ni paa la jengo la hoteli hiyo. Helikopta ya siri ya ShieldNet ilitua. Milio ya risasi ilisikika nyuma yake, lakini aliruka. Mikono miwili ilimvuta juu. Elvis na Samantha walikuwa ndani ya helikopta hiyo. Nova akaketi. Jasho lilikuwa likimtiririka kwa sana, lakini macho yake yalikuwa makali kama risasi. Elvis alisema, Nova, uko salama sasa? Lakini Nova alimjibu, hapana Elvis, hatuko salama hadi Umra atakapoteketezwa kabisa. Geneva, katika kituo cha afya ya akili cha kiserikali. Umra walikuwa wamehamishia utafiti wao hadi Uswizi, mahala ambapo majaribio ya project Kigeugeu yalianza rasmi. Wagonjwa wa akili walitumiwa kama majaribio ya mwanzo. Walitumbukizwa kwenye mfumo wa kiakili unaoweza kuteka ufahamu wa mtu kupitia mawimbi ya redio ya masafa ya juu. Dr. Voss akitazama kompyuta alisema, subiri dakika 10 zijazo, tutakuwa na mtihani kamili. Wataanza kuona ndoto moja, kupenda kitu kimoja na kusema sentensi moja. Sentensi hiyo ni tumefunguliwa. Mama Kizito naye aliongezea na kusema, halafu watafanya tulichowaambia bila hata kuuliza. Sehemu isiyojulikana, helikopta ya ShieldNet ilitua. Nova alikuwa bado akiwa na majeraha madogo.
alimtazama Elvis kwa macho ya mtu asiyeamini tena kirahisi. Nova alianza kuongea. Elvis, ninahitaji orodha kamili ya majina ya viongozi wa Umra. Kila mmoja, sasa hivi. Elvis alisema, hii hapa ni flash, lakini kuna tatizo. Mmoja wao ni mtu wako wa karibu, ni Leticia. Nova alisimama ghafla na kusema, hapana. Leticia alikuwa mwalimu wangu, mlezi wangu, hawezi kuwa Umra. Samantha alisema, anaamini katika mfumo Nova. Alifundishwa na Umra toka akiwa mdogo. Sasa ndiye anayesimamia kituo cha akili cha Geneva. Tukirudi Zurich, makao makuu ya CIA ya siri, Marshal Briggs, kiongozi mkuu wa CIA anayeshughulikia na masuala ya giza ya dunia, alipokea ujumbe wa dharura kutoka kwa Jintao. Jintao kupitia hologramu alisema, tunahitaji msaada wenu. Kitu kikubwa kinakuja. Programu ya kudhibiti akili ya binadamu kupitia mawimbi ya kimataifa. Ikifanikiwa, itakuwa mwisho wa uhuru na kufikiri duniani. Marshal Briggs alisema, tutawasaidia, lakini hatutaki skendo. Ikitokea kwa jina la Marekani, dunia itageuka. Jintao alimwambia, basi tuchangie rasilimali kwa siri. Tuunde kikosi cha kivuli. Briggs alimwambia, kitaitwa Nyoka. Kiongozi wake ni Anima. Tukirudi Geneva usiku huo huo, Nova akiwa amevalia vazi la giza la kusambaratisha mfumo wa mionzi, aliingia katika kituo cha Leticia. Alikuwa na kifaa maalum cha kufuta kumbukumbu kwa umbali wa mita 3. Alichungulia kamera zote za usalama. Aliingia chumba kikuu cha majaribio. Wagonjwa wa akili wameketi sakafu kwa sakafu, wakiwa wameshikwa na mashine za kichwani. Katikati yao, Leticia alikuwa akitoa hotuba kwa waandishi wa Umra. Leticia alisema, kesho asubuhi tutatoa mawimbi kwa dunia nzima. Hali ya mawazo ya pamoja itaanza. Vita, fujo, ubinafsi, vyote vitaisha. Dunia mpya ya utii itaanza. Dunia bila mapambano, dunia ya sauti moja. Pale pale Nova kwa sauti ya kijasiri akasema, hiyo siyo dunia, hiyo ni gereza la mawazo. Kabla Leticia hajageuka nyuma, mlipuko mdogo wa EMP ukaitikisa sakafu. Mashine zikazimika, alamu ikalia. Leticia akatazama nyuma, macho yake yakifumuka. Leticia alisema kwa mshangao, Anima? Pale pale Anima ambaye ni Nova alisema, bado unaniita hivyo licha ya kunisaliti? Leticia akamwambia, nilijaribu kukuokoa. Umra si adui, ni njia ya mwisho wa kuokoa mwanadamu. Nova alimwambia, kwa kufuta akili zao? Kwa kuwapora uhuru wa kuchagua? Mapambano ya silaha yalianza. Leticia akatoa bastola ya mwanga. Nova akageuza kifaa chake kuwa ngao ya umeme. Risasi ya kwanza ikapigwa. Iligonga katika kuta za kioo na kurudi nyuma kama miale ya mwanga. Mbavuni, Samantha na Elvis waliingia na kuanza kubomoa vyanzo vya umeme vya mfumo wa redio. Wagonjwa walikuwa wamefungwa, sasa walikuwa huru, lakini akili zao zilikuwa na mkanganyiko. Baadhi walimtazama Nova kama adui, wengine kama mkombozi. Pale pale Elvis naye akasema, tunahitaji kuwatoa wote hapa sasa. Mpango wa Leticia utaanza dakika 10 zijazo. Nova akimwelekea Leticia alisema, ukisukuma mpango huu, dunia haitakukumbuka kwa jina lako la wema. Itakukumbuka kama mama wa utumwa mpya. Pale pale Leticia kwa huzuni alisema, sina pa kwenda Nova. Nova akamwambia, basi twende wote, tutengeneze upya njia. Tukirudi kule Nairobi katika ofisi za ShieldNet, siku 2 baada ya tukio la Geneva, Nova, Samantha na Elvis walirejea Nairobi. Nova alikuwa na jeraha dogo begani, lakini alikuwa amebeba ushahidi muhimu sana.
kifaa cha msingi cha Umra kinachoweza kusambaza mawimbi ya akili kupitia programu ya simu janja. Walikutana na mtaalamu wa teknolojia aliyeitwa Lyra, msichana mwenye akili ya ajabu aliwahi kufanya kazi na Google DeepMind kabla hajachoshwa na siasa za matajiri. Lyra alikitazama kile kifaa na kuambia, hichi kifaa ni sehemu tu ya bomu kubwa la akili. Nikiunganisha na data ya mtandao ya simu, inaweza kuathiri mamilioni ya watu kwa sekunde 30 tu. Nova alimuuliza, je, tunaweza kukifunga? Lyra alisema, hapana, lakini tunaweza kuipindua. Tukibadilisha kanuni ya msingi ya kifaa, mawimbi yatageuka na kurudi katika chanzo chake. Itakuwa kama kupeleka sumu kwa mkate wa wenye sumu. Tukirudi Kinshasa, makao ya siri ya Umra, Gavana Wesonga aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa nchi ya Afrika Magharibi kabla ya kutoweka kisiasa, sasa ndiye mkuu wa genge la Umra. Alisimama mbele ya genge lake la kisiri akitoa hotuba fupi. Alianza kusema, Nova amevunja mzunguko wa kwanza, lakini bado hatujamfikia chanzo. Mama Kizito alisema, Leticia alisalimika. Amesema Nova alijua jina lako. Lazima tusahihishe hilo haraka. Wesonga kwa sauti ya giza alisema, tutamrudisha Anima upande wetu au tutamuangamiza. Tukirudi Nairobi majira ya saa 6 usiku, Nova alilala kwenye kiti chake cha ofisi, macho yake yakifungwa na kumbukumbu za nyuma, akiwa mtoto mdogo akisomea China, jinsi Leticia alivyomlea na namna alivyowekwa kwenye majaribio ya kwanza ya kiakili akiwa na miaka 12. Sauti ya Leticia katika ndoto, kuna mlango wa mwisho tu Nova, ukiufungua hakuna kurudi nyuma. Akiamka kwa mshangao, Nova alihisi joto kali likitokea upande wa dirisha. Aliposogea tu, aliona ishara ya Umra imechorwa kwa damu mlangoni kwake. Nova akichukua bastola alisema, wametufikia. Lakini tukirudi katika kituo cha Shieldnet majira ya saa 7 kasorobo, Jintao alikuwa amewasili kutoka Beijing akiwa na ramani ya mwisho ya mtambo wa Umra duniani. Kifaa cha mwisho kinachoweza kuunganisha mawimbi ya akili kiko kilindini mwa ziwa Tanganyika, katika kituo cha chini cha maji kiitwacho Nuru ya Giza. Jintao alisema, Umra imewezekana miaka 25 kujenga kituo hiki. Kinaweza kuathiri mawimbi ya akili hadi anga hewa ya pili. Pale pale Samantha naye akasema, tuna muda gani? Jintao alisema, siku 4 tu kabla hawajawasha mfumo. Mawasiliano ya siri kati ya Wesonga na Nova. Kompyuta ya Nova iliwaka kwa ghafla. Video ya Wesonga ilijitokeza ikionyesha uso wa mtu aliyejawa na majivuno. Alikuwa ni Wesonga akisema, nilijua utafanikiwa Geneva. Hongera, lakini huwezi kuzuia upepo wa mabadiliko. Nova alimwambia, mabadiliko yanayoletwa kwa kunyima watu uhuru sio maendeleo. Wesonga akamwambia, nakupa nafasi ya mwisho Nova. Jiunge nasi. Utakuwa malkia wa enzi mpya. Usikatae nguvu yako. Pale pale Nova kwa sauti ya uthabiti alimwambia, bora niangamie nikiwa na akili yangu timamu kuliko kuishi nikiwa mtumwa wa mfumo wenu. Pale pale taarifa ya dharura ilifika katika ofisi za Shieldnet. Elvis aliingia ofisini mbio akasema, wamemkamata Lyra. Wameondoka naye kwenda Kigoma. Anayo programu ya kugeuza mfumo wao. Wakimpata hawatashindwa tena. Nova akasema, tunaanza safari sasa hivi. Hii ni hatua ya mwisho. Katika mipaka ya Kigoma majira ya usiku, helikopta ya Shieldnet ilitua kimya kimya kando ya msitu wa Mahale. Nova alishuka akiwa na sare ya kivita yenye teknolojia ya kupambana na rada. Elvis alikuwa akifuatilia ishara ya kifaa cha GPS alichoweka kwenye saa ya mkononi ya Lyra kabla hawajaachana naye Geneva. Elvis alisema, yuko ndani ya jengo chini ya ardhi.
mita 300 kutoka hapa, lakini kuna mionzi isiyo ya kawaida inayozuia mitambo yetu ya usalama. Pale pale Samantha naye akasema, Umra wanatumia dark field, mfumo wa kutenganisha mawimbi ya sauti, akili na umeme, teknolojia ambayo haijafikika hata na NASA. Nova alisema, hii ni zaidi ya kisayansi, hii ni imani yao. Wanaamini wanaomba binadamu mpya. Ndani ya kituo cha nuru ya giza chini ya ziwa Tanganyika, Lyra alikuwa amefungwa kwenye kiti cha chuma, macho yake yakikodolewa na mashine yenye lenzi 12. Daktari Voss alitembea kuzunguka kiti hicho akiwa na maelezo ya programu ya Lyra. Dr. Voss alisema, unajua nini kinakuumiza Lyra? Una akili kubwa kupita sisi, lakini unaogopa kutumia. Kwa nini kuishi huru kama unaweza kutawala? Lyra alimwambia Voss, kwa sababu mtu mwenye akili halisi hajifanyi Mungu. Lyra, tunakuonyesha jinsi Mungu anavyoumbwa na mashine. Kwenye njia ya kupenya kituo majira ya saa 4 usiku, Nova, Elvis na Samantha walipenyeza hadi kwenye njia ya bomba la oksijeni linalokwenda ndani ya kituo. Walivaa vifaa vya kupumua na kujipenyeza kupitia maji baridi ya ziwa. Walikuwa kimya, isipokuwa sauti za mapigo ya mioyo yao na mfumo wa kupumua. Walipofika ndani ya kituo, walikuta walinzi wa Umra wakiwa na silaha za akili, neurogun, zinaweza kugandisha mawazo. Samantha alisema, hatutaweza kupambana nao kwa nguvu, tutumie giza. Nova akamwambia, wao hutegemea akili, tukiharibu wanabaki vipofu. Giza lilitanda ghafla ndani ya kituo. Walinzi wa Umra wakapoteza uwezo wa mawasiliano ya kiakili. Nova na timu yake wakashambulia kwa ustadi wa hali ya juu, risasi za kimya, bastola za mwanga na mikono ya haraka. Hatimaye walimfikia Lyra. Elvis alianza kumfungua mnyororo kwa akisema, tuna dakika 5 tu kabla mfumo wa mwisho uanze. Lyra alisema, nitatumia virusi vinavyogeuza mfumo dhidi yao, lakini nahitaji dakika 1 ya mwisho. Katika kituo kikuu cha Umra, Gavana Wesonga alisimama mbele ya skrini kubwa inayoonyesha muda, saa 6 kamili na sekunde 59 usiku. Wesonga kwa furaha kabisa alisema, hatimaye dunia mpya inaanza. Ghafla skrini zikatikisika, mawimbi ya kurudi yakaanza kurushwa kwa kasi ya ajabu. Mifumo ikaharibika, miale ya umeme ikalipuka kutoka kwa mitambo. Walinzi wakapoteza fahamu moja baada ya mwingine. Wesonga kwa hasira akasema, hapana, Anima! Sehemu ya juu, Nova dhidi ya Wesonga. Nova alipanda juu ya jukwaa la udhibiti, akakutana macho kwa macho na Wesonga. Wesonga alimwambia, unapinga maono ya dunia hii bora Nova, dunia isiyo na vita. Nova akamwambia, dunia bila uhuru si amani, ni kaburi. Wesonga akamwambia, basi tufie humu wote. Akataka kusukuma kifaa cha kujilipua, lakini Samantha akampiga risasi mkononi. Elvis akamzuia. Nova akaanza, pumzika Wesonga, dunia hii haihitaji Mungu mwingine. Majira ya saa 5 na dakika 35 asubuhi, kituo kilikuwa kimeanguka. Mitambo yote ya Umra ilizimwa. Mawimbi ya akili yalirudi kawaida. Kituo cha nuru ya giza kililipuka kwa mashine ya kujilipua iliyowekwa na Lyra baada ya kutoa data zote. Miezi 3 baadaye, ndani ya Nairobi, Nova alikaa juu ya paa la jengo la ShieldNet akiangalia jiji likifunguka na watu wakianza siku mpya. Sauti ya Jintao kupitia simu ilisikika. Umra hawapo tena, lakini akili ni silaha yenye nguvu zaidi. Tutaitunza vipi? Nova akasema, kwa kukumbuka kwamba
Kila mtu anastahili kufikiri kwa uhuru, hata kama fikra zao zinapambana na zetu. Sauti ya Lyra ilisikika. Na tutaendelea kulinda mlango huo wa siri kwa ajili ya wote. Asante sana mpenzi msikilizaji, na huo ndio mwisho wa riwaya yetu ya kijasusi.